Mimi naitwa Dadi Fikiri Aibu, niko kwenye hoja shule ya msingi Mkwedu. Kuna jengo pale wametuletea jengo la klasta. Hilo jengo tumetoka hatua 1, 2, 3, ila kuna vipande sasa hivi vimebaki kumalizika. Namuomba mzabuni aliyetangulia mbele yangu alifuatilie ili kwa macho na mapana lile jengo lifikie hatua ya kuisha, manake sasa hivi halina milango, taili pale chini wameweka na linaweza likageuzwa kuwa gesti kwa sababu hapana ulinzi. Kwa hiyo kama mtumishi umekuja kuliona hili na kuomba kwa moyo wa dhati ufikishe kilio changu kwa wahusika, waje kulisimamia jengo letu liishe, yawe kama majengo mengine. Nikiongea hivi ninasema asante. Naomba kutoa maelezo mafupi kulingana na hoja. Niziona hapo kuna hoja mbili, lakini tukianza na hiyo hoja ya kwanza ya uchakavu wa majengo, na nakili ni kweli katika shule ambazo zina changamoto ya uchakavu zipo nyingi ndani ya halmashauri yetu ya wilaya ya Newala, lakini miongoni mwao pia shule ya msingi Mkwedu Tenkeni. Lakini hata hivyo bado tunaendelea kuchukua jitihada mbalimbali za kuhakikisha shule yetu hii inaboreshwa. Sisi kama halmashauri tunachokifanya ni kuiweka kwenye mpango kazi shule ili kuweza kufanya nini, kuletewa fedha kutoka serikalini. Sasa kwa mfano mwaka jana 2025 tuliletewa fedha shule ya msingi Mkwedu milioni 51,400,000 kwa ajili ya ujenzi wa TRC pale, ambayo mpaka sasa hivi iko kwenye hatua ya ukamilishaji. Lakini pia mwaka wa fedha huu ambayo 2026 tumepokea fedha milioni 34 kwa ajili ya ujenzi wa matundu 12 ya vyoo, ambao mpaka sasa hivi tuko kwenye hatua ya kutangaza tenda tumpate mdhabuni ili tuendelee na ujenzi. Kwa hivyo naomba tuwe wavumilivu, kwa sababu tunapeleka bajeti utekelezaji unakuja taratibu. Kwa hiyo kwa kuanzia tumeanzia upande wa vyoo, nafikiri mnaona wenyewe ni mashahidi, tunaendelea na kazi ya kuiboresha shule yetu. Asante. Yaani hata mimi, kwa sababu mimi pia ni mwalimu, ukiangalia idadi ya walimu waliopo alafu versus wa idadi ya wanafunzi, unakuja kukuta kweli kuna changamoto. Na hii changamoto sisi si kwamba hatuifahamu, tunaifahamu, lakini naomba nitoe maelezo mafupi kama vile mwenzangu idara ya afya alivyozungumza. Sisi tunaendelea kupokea walimu, lakini walimu tunafanya kazi ya kuallocate kwenye hivi vituo vyetu. Kwa hiyo changamoto hiyo tunaielewa na pia tunaifanyia kazi. Lakini wakati mwingine, kwa mfano katika halmashauri yetu sisi tuna shule takribani 79. Katika 79 hizo tunachojitahidi au tunachokifanya sisi kama halmashauri ni kuhakikisha kwa sasa hivi walau kila shule iwe na walimu wasiopungua 5 kulingana na uhaba wetu wa walimu. Kwa hiyo ndio maana unaweza ukakuta kuna kipindi kuna mwalimu alihama hapa, na kuhama kwa mtumishi hilo ni haki yake ya msingi. Inapotokea anahama anakwenda labda Kigoma, sijui Mbeya, na kipindi alikuwepo mwalimu Gaspar, lakini tulifanya replacement haraka sana, tukamleta mwalimu Agnes. Baada ya kutoka Agnes akaingia, kuna mwalimu mkuu sasa hivi ambao tumemleta Mr. Manoni, yuko hapa. Kwa hiyo sisi tunajitahidi kufanya replacement kwa uhaba wetu huo. Kwa hiyo ukija kuangalia tunafanya hivyo, lakini bado tuna shule nyingine kuna shule nyingine mpaka zina idadi chini ya walimu 5, lakini kwetu hapa walau kidogo, kwa sisi tunasema pana uafadhali, lakini bado tunaendelea kupambana ili kuhakikisha tunaongeza walimu.